TADB, Tanzania Agricultural Development Bank. Hii ni benki ya maendeleo ya kilimo Tanzania. Katika maonesho haya ya kimataifa ya kilimo 88 inashiriki ikiwa na wadau wake mbalimbali ambao ni wawekezaji wa ndani, lakini wengine wana kampuni kabisa za ndani ambazo benki hii imewawezesha. Leo tunaita siku ya kahawa, na niko na mshikaji wangu hapa Mnyamwezi kabisa, anatoka kwenye kampuni ya Mambo Coffee. Tumekula zetu mzigo wetu wa meza hapa, kahawa kama kawaida. Ataniambia anaitwa nani ndugu yangu? Kwa majina naitwa Jamal Kasim Kisoma. Ninatokea katika kampuni ya Mambo Coffee Company Limited, ambayo makao makuu yake ipo mkoani Morogoro. Ya Mambo Coffee Company Limited ni kampuni ambayo inajihusisha na uuzaji wa kahawa ndani na nje ya nchi. Ambapo nje ya nchi tunafanya export, kusafirisha katika sehemu mbalimbali za dunia, ikiwepo mabara tofauti tofauti kama bara la Europe, bara la Asia, Afrika pia ikiwepo South Africa. Na biashara yetu kubwa nje ya nchi ni export zile kahawa ambazo bado hazijakaangwa. Naongelea green coffee, maligafi, ambao wanachukua wao wenyewe, then wakifika kule ndio wanaenda kutengeneza kulingana na zile roasting level tofauti tofauti. Hivyo hiyo ndio biashara yetu kubwa katika kampuni yetu ya Mambo Coffee. Ila tuna side business ndogo ambayo ni sehemu ya biashara yetu ambayo ni hii ya kahawa ya mkahamu, ambayo tunaikanga katika mikango pia tofauti tofauti kulingana na zile mahitaji na requirements za mteja. Lakini katika bidhaa yetu ambayo tumeipaki kwa paketi zetu officially ni ile ambayo tumeikanga katika mikango katikati, medium roast, ambayo inakuwa iko well balanced kwa ajili ya kuweka zile ladha nzuri, flavor nzuri na vitu vyote ambavyo mko katika zile attributes kuweza kuzipata kirahisi. Hivyo basi Mambo Coffee Company Limited kwa tuko kwenye biashara kama almost 14. Umesema wewe ni mdhibiti ubora. Mnadhibitije? Kwa kunyesha kudhibiti ubora, kwanza kabisa huwa tunachukua sample. Lazima sample ya kahawa kabla kahawa hazijapelekwa nje ya nchi au pia haijakaangwa kwa ajili ya matumizi ya ndani kwenye soko la ndani. Lazima kwanza kabisa tuchukue sampuli kutoka kwa wakulima wakati tuna source. Maana Mambo Coffee pia tuna work under zile AMCOS ndogo ndogo, vikundi vile vya wakulima ambavyo vimekuwa united, vimeungana kuform majina tofauti na vimekuwa vimesajiliwa katika leseni tofauti tofauti. Katika leseni unaweza kuongelea zile certifications kama mambo ya organic certification, RFA, EUDI na vitu tofauti. Kwa zile zinakuwa certified na tukio tunaenda kununua kahawa katika zile AMCOS, tunajua kabisa specifically AMCOS fulani na ina cheti chake. Kwa hiyo katika zile AMCOS wote tukichukua kahawa katika zile AMCOS wote tuna keep record. Kwanza kabisa tunaipeleka maabara ambapo ndo mimi ndo mpokeaji mkuu, tunaipokea pale na wenzangu wa quality. Baada ya kupokea huwa tunafanyia process tofauti tofauti, mchakato tofauti tofauti ambapo tulikuwa tunaichambua, sababu inakuwa ni sample kiwango kidogo na 350. Kama nilivyosema awali, leo ni siku ya kahawa tu. Leo lugha zetu ni kahawa na kuonja. Naonja ladha kabisa ya Mbozi Coffee. Hii ni kahawa ya Mbozi. Niko na mwenyeji wangu hapa, atajitambulisha anaitwa nani? Jafari Setumbi, ni meneja wa biashara na maendeleo kutoka kampuni ya kukoboa kahawa Plus. Sisi shughuli yetu kubwa hapa ni kukoboa kahawa. Lakini huku tumekuja kwenye maonyesho kuonyesha kahawa jinsi inavyofanya kazi ya sasa, inatengenezwa namna gani, inafanya vipi. Na ndio maana tuna mtambo angalau hapa kuonyesha watu jinsi gani ambavyo kahawa inakobolewa. Inakobolewa vipi? Hii ni namna kukobolewa kwamba huu ni sample tu ya mtambo ambao tumekuja nao, lakini ni sample, kuna mtambo mkubwa zaidi. Hii maana yake tukiwa tunahitaji labda kahawa chache za kuonja ndio tunatumia huu mtambo. Lakini sisi kama Mbozi Coffee Curing, shughuli yetu kubwa nilivyosema ni kukoboa kahawa. Lakini pia tunajihusisha na shughuli zingine mbalimbali. Moja wapo ni swala la stakabadhi ghalani. Tunatoa pembejeo, maana yake tunahusika na mnyororo mzima wa thamani kuhusu kahawa inapotoka shambani mpaka inapofika kiwandani kwetu kukoboa kwa ajili ya kuongeza thamani. Kwa mnajihusisha vipi na wakulima kuwawezesha? Maana naona kuna mbegu. Hizo ni mbegu ni nini zile? Hizo ndio kahawa zenyewe. Ndio kahawa yenyewe tayari imeshatoka shambani. Imeshakobolewa. Hapa sasa kuna sample za aina mbalimbali. Moja wapo kuna hizi ambazo zile ni kahawa zinaita ni parchment. Parchment ni kahawa ambayo imetengenezwa, imefanywa process kwa wakulima. Ikishatoka huko inakuja kwetu sisi kwa ajili ya kuikoboa. Maana kuikoboa kwetu sisi tunaiongeza thamani na kuiweka kwenye madaraja mbalimbali. Lakini wanaokuja hapa wanaisimliaje kahawa yenu? Kahawa yetu ni nzuri. Wanakuja kuenjoy hapa. Wanaenjoy na sisi hapa tunakuja tunaonyesha ni kahawa jinsi ambavyo muonjo wake ulivyokuwa mzuri zaidi. Kwa hiyo karibuni sana, lakini tuko hapa, tuko pamoja na TADB.
Before tulikuwa tunajiendesha, lakini tulivyopata msaada kutoka TDB wa mikopo mbalimbali tumepiga hatua kubwa. Before hapo tulikuwa tunapata takriban tani kutoka kwa wakulima 5,000, lakini mpaka sasa hivi baada ya kupata msaada kutoka TDB wa mikopo sasa hivi tumefika mpaka tani 9,000 kwa mwaka. Kwa mwaka. Kwa hiyo tunawashukuru sana TDB na tunawashukuru na tunaendelea kuwakaribisha, tuendelee kufanya kazi, tunaendelea na wakulima. Yaani kutoka tani 5,000 za uzalishaji wa kahawa hadi kufikia tani 9,000, karibu 10,000. Kwa hiyo 2050 pengine itakuwa balaa. Kwenye dira ya nani? Dira ya taifa 2050. Asante. Sisi tunaendelea kupiga kahawa, endelea kuangalia. Asante.